nafasi ya kuweka mkono hivi moja. Karibu tena ni wapashe yale ambayo yameweza kutendeka, mpenzi mtazamaji. Aliyekuwa mbunge wa Nandi Hills Alfred Keter aliweza kulemea wendani wa William Ruto pamoja na serikali ya William Ruto kwenye mazishi ya aliyekuwa mbunge wa Emurua Dikir Johana Ng'eno. Sasa Alfred Keter kwa viongozi wote kutoka eneo la Rift Valley, yeye ndiye aliweza kushangiliwa na inaonekana kwamba msimamo wake uliweza kuresonate, yaani uliweza kuendana na msimamo wa wananchi wa Emurua Dikir. Kusema ukweli, Alfred Keter aliweza kuunda njia telezi kwa Rais William Ruto na utawala wake katika eneo bunge la Emurua Dikir. Kumbuka kwamba siku ya Ijumaa, kipindi cha maziko ya huyu mbunge, Rais William Ruto atakuwa pale. Niko na taarifa kwamba atakuwa pale, sijui iwapo atabadilisha safari asiende, lakini ninaambiwa kwamba atakuwa pale. Lakini mbunge huyu ameweza kufanya reception ya William Ruto pale kukuwa hostile. Ulisikia mwanzo nilikuwekea kionjo, akiongoza wananchi wa Emurua Dikir kuimba Harambee one term. At one point huyu mbunge alisema kwamba, ama huyu aliyekuwa mbunge alisema kwamba viongozi ambao wanaiba mashamba ya wananchi na wale ambao wanawaua viongozi wa Kipsigis ni viongozi ambao wako serikalini, senior government officials. Alisema kwa lugha ya nyumbani. Kama nadanganya, uliza mkale mmoja kwambie. Alizungumza hivyo na kusema kwamba viongozi ambao wako kwa serikali, senior government officials, ndio wanawaua wananchi na ndio wanaiba mashamba. Mfano upande wa Ang'ata Barikoi, yeye mwenyewe alisema. Mfano mwingine ni Mau Forest, mahala ambapo wananchi wanafukuzwa. Kipindi kimoja alizungumza kwa lugha ya nyumbani ya Kikale kwamba watu waliomuua Ngong ni wa hapa Rift Valley, tusidanganywe. Alisema yeye mwenyewe hivyo kwa lugha ya nyumbani. Our own people are killing our people in Ang'ata Barikoi. They want to grab their land. The death of Ngong must be thoroughly investigated. That was not an accident. Huyo ni Alfred Keter anasema hivyo. Hiyo kada sitakuwekea kwa sababu sio Wakenya wote ambao wako hapa ni Wakalenjin. Hichi kituo kimebeba Wakenya wote. Sasa huyu mbunge aliweza kuitisha investigation ya haraka, na kipindi cha mazungumzo yake at one point dramatically aliweza kutua kutoka kwa mazungumzo yake, na alipokuwa anazungumza kwa maiki ama alipokuwa ameshika microphone, aliangalia kuelekea VIP, mahala ambapo wananchi ama mahala ambapo viongozi wakuu walikuwa wameketi, na akasema kwamba
yule ambaye aliweza kumuua Alfred, yule mwenye aliweza kumuua Johana Ng'eno hayuko mbali na jukwaa mahala ambapo wageni mashuhuri walikuwa wameketi. Alisema kwamba walikuwa pale. Ingekuwa muhimu sana investigation itoke vizuri, ndio wakati tunasindikisha mtoto wetu, ndugu yetu, kiongozi wetu, itufungue roho ndio tulale na tuheshimu na tuseme Mwenyezi Mungu alitupatia mama japo kama Kiswahili mwana. Kumi biga mau. Ila iko New York, ako kwa Nairobi. Kama kwa State House kuna mtu alifunga. Kimi pamoja. Wala rambelo wantambo mie. Wasaki kwa rambe. Wasaki ya kuweka mkono hivi moja. Ubaya wa ndugu zetu kutoka Kipsigis na Nandi, hawawezi wakachagua watu kama hawa ambao ni sober minded people. Watachagua yule ambaye William Ruto atasema tu ni huyu. Lakini watu ambao wako na msimamo dhabiti kama hawa, mtaona ama mimi nadanganya? Kwa sababu 2022 wananchi walimuacha huyu mjamaa kwa sababu hakukuwa kwenye chama cha William Ruto. Huyu mjamaa tangia kitambo hawakukuwa wanaelewana na William Ruto kwa sababu ya ukora wa William Ruto, na Alfred Keteri hakukuwa nataka kuingia kwenye ukora wa Bwana Ruto. Ameweza kumfungia William Ruto kabisa kutoka Emurua Dikir. Kuna wale ambao wataniuliza Bwana Ezra, hasa huyu mbunge wa zamani anawezaje akafungia Rais William Ruto kutoka Emurua Dikir? Ni kama amuelewi. Wacha nikueleze. Kwanza kabisa ninakuomba upige subscription, bonyeza kengele, like video, tusonge mbele. Ameweza kumfungia William Ruto kutoka Emurua Dikir hivi. Kumbuka kwamba mbunge wa Emurua Dikir mwenye ameaga dunia, Johana Ng'eno, alikuwa anapingana na viongozi ambao walikuwa wananyakua mashamba ya wananchi upande wa Ang'ata Barikoi. And at one point, kipindi ambapo Alfred Keter alipokuwa anazungumza, yeye mwenyewe alieleza kwamba senior government officials wao ndio wanaiba mashamba ya wananchi aswa Ang'ata Barikoi. At one point, kwa lugha ya nyumbani, alisema kwamba senior government officials ndio wanaua wananchi aswa Kipsigis leaders. Who are those senior government officials? Wewe mwenyewe unajua. Alafu nataka kuniambia tu kwamba Alfred Keter hajaweza kufanya njia kwa Rais William Ruto kipindi ambapo maybe ataenda pale kwenda kuongoza hafla ya kumuaga mbunge Johana Ng'eno. Unataka kuniambia kwamba hajaweza kufanya ground kuteleza? Tomorrow it is going to be chaotic. I'm telling you the truth. Mimi mwenyewe niliangalia Nelson Koech, mbunge wa Belgut, alikataliwa asizungumze. Mandago alikataliwa asizungumze, au ni wendani wa William Ruto. Oscar Sudi alikataliwa asizungumze. Arun Cheruyot yeye hakukaribia hata kipaza sauti. Lakini mbunge wa zamani Alfred Keter anapewa sauti, anapewa kipaza sauti
na analakiwa na wananchi wengi. Kwa nini? Kwa sababu msimamo wake una resonate na wananchi wa Emurua Dikirr. Wananyang'anywa mashamba na viongozi au viongozi wanatuma polisi wanaenda kuwahangaisha. Mbunge wao mwenye alikuwa na watetea ameenda, na mbunge wao alikuwa jasiri wa kuzungumza jinsi ambavyo Alfred Keter anazungumza na kuongoza wananchi Harambee one term. Hapa Alfred Keter ameweza kumzidi nguvu William Ruto, Emurua Dikirr na hata Rift Valley. William Ruto ni wa 2 term, lakini Alfred Keter unasikia anaimba 1 term. Unafikiri hajaweza kumzidi nguvu? Ninaomba ndugu zangu kutoka upande wa Rift Valley, hakikisha kwamba courageous people kama hawa ndio tunahitaji. Sio wale ambao wanaambiwa nyamaza na wananyamaza. Tunataka courageous people ambao wataenda kutetea wananchi. The way Johana Ng'eno was doing. 2027 Rift Valley, it will be a battle ground. Kama William Ruto alikuwa amefikiri kwamba Rift Valley amefunga na ufunguu ako nao State House, pole kabisa, pole. Hakuna mtu mwenye amefunga Rift Valley bado. Kama angekuwa amefunga, aungekuwa unasikia wananchi wanaimba 1 term, na wananchi wameimba kwa sababu kiongozi wao ameaga dunia mwenye alikuwa anawatetea, na kifo chake wanakishuku. Wananchi wanaimba 1 term kwa sababu hakuna maendeleo ambayo wamefanywa kwa ground. There is a misplaced priority. Viongozi wa serikali badala ya kufanyia wananchi maendeleo, kazi ni siasa. Tupatane kwa kanda ijayo.